Endeleeni. Wale wanahitaji huduma ya DCI. Tumesema mwanzo na registration na tuendelee kufanyisha kitu. Hapa. Si atakuja huyo. Shoka. Is it possible? Jana kule Mombasa kulikuwa na wakora. Mtu alijitokeza akachukua form ya Youth Fund. Akaenda akachapa photocopy, alafu akaanza kuuzia vijana kwa line ati inatoka 50 shillings, inatoka 50 shillings, 50 shillings, 50 shillings. You know, kuwapora tukijaza hii utapata pesa, ukora kabisa. Hizi forms za Youth Fund hakuna kitu inauzwa hapa, kila kitu ni bure bila malipo. Kwa hivyo usidanganywe na mtu. Na mimi naomba DCI, najua bwana Kandia yuko hapa, kuna madam yuko hapa pia ambaye anashughulikia. Naomba hao vijana watafutwe. Hao vijana walikuwa wanafanya ukora Mombasa watafutwe. Wasakwe leo, wakamatwe kesho. Ukiwa kule katika nchi nyingine na umeenda kama activist na unataka kuandamana, unasikia unawashwa, unataka kuandamana, unataka kuwa activist huko, unataka kuchochea, ingia ndege ukuje hapa weekend moja uandamane kila mahali, hiyo kutoke urudi kazini. Ukutoke urudi kazini. Sababu ukienda kufanya huko mambo ya maandamano unachomea Wakenya wengine. Hivi sasa tunaongea kuna Wakenya wamerudishwa. Kuna Wakenya kama I think 15 wamerudishwa. Kuna watu waliandamana huko country tofauti Wakenya 15 kama wengi wakasimamishwa, hao 15 wakakuwa ni wale walikuwa wanaandamana wakarejeshwa nyumbani. Unga imezama. Unaandamana kwa nchi ya fulani nyingine, wanauliza mbona Mkenya anaandamana na Mganda aandamani? Mbona Mtanzania aandamani? Mbona South Africa anaandamani? Mbona Ethiopians waandamani? Mbona Wahindi waandamani? Kwani kitu wa kuandamana ni Wakenya imeingia kwa damu, unaandamana kila mahali. Lakini kaka zangu mnaokwenda majuu, na waomba nyumbani, mnakujua shida za nyumbani mnazijua wenyewe. Usiende kule ukaenda juu mambo yasiokuwa na nidhamu. Usiende kule ukapoteza muda wako. Usiende kule ukakuchangia utovu wa usalama. Utarejeshwa nyumbani na hasara itakuwa ni kwako na familia zako. Tuko pamoja. Dada zetu tunawajua hali zao ni duni. Viwango vyetu vya masomo mnajua viko wapi? Viko chini. Sisi wote tunawaangalia nyinyi mnaokwenda kule majuu, muje mtukomboe na sisi hapi mashinani. Umeona hapa vijana wanafanywa mpaka test huko, wanajiandikisha. Tumekuwa na ile shida saa zingine watu wa vyombo mnaongeza chumbi kidogo ya vijana wa mapanga. Kwa hivyo sisi kama county security na security managers kuna vile tumefurahia kabisa, kwa sababu hawa vijana wenye wamekuwa wakijiingiza kwa uhalifu, these criminals, wengine wanaoita juvenile criminals ama vijana wa mapanga, saa hii si wamepata nafasi ya kupata ajira. Huyu kijana akipatiwa nafasi, kesho ata-apply passport, tutakutumia token. Tumeelewana vizuri? Asitupe nje kijana na akona hiyo qualifications ile inahitajika just because of a passport. Mimi nataka kuchukua udhamini kuwa kijana yoyote ambaye atakuwa amemeet hizo qualifications and requirements na shida yake ni passport, mpatieni nafasi, mimi nitamsaidia, pesa nitamlipia aweze kusafiri. Mimi nimetafuta kazi ya udereva hapa, lakini baada ya kuapply pia naona mambo yameenda haraka tu kama nilivyotaka, lakini pia sijajua labda kama ilivyoenda haraka hivi pia huko mbele nako itaenda hivyo kama inavyotakiwa ama itaendaje. Lakini pia nimeshukuru kwa sababu huduma za hapa zimeenda haraka na pia nimefurahi. Kuna baadhi ya watu ambao wamekuja mapema na wameondoka kwa wakati. Kiupande wangu nashukuru Mungu kwa sababu wameangalia stakabadhi zangu na nimepita katika rehasi ambayo nimepewa. Nashukuru Mungu, na kufika kule pia nikapewa baada ya wiki 2 nimeambiwa kwamba nitapigiwa simu nionekane kama
wameridhia na vyeti vyangu na pamoja na vile vipimo ambavyo walikuwa wametuchukua.